Hii ni Mtoro TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بنعمات الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao hawajapata bahati ya kuwa katika Uislamu, leo tumekujieni kwa jambo muhimu sana ambalo tunatamani kila mmoja alisikilize, lakini sio kulisikiliza tu bali alishiriki jambo hili. Jambo hili ni jambo ambalo tunalitekeleza kama faradhi kifaya, kwa sababu katika faradhi ziko faradhi ambazo zikiwakilishwa na wengine basi zimejuzu. Mfano, mtu amekufa, wakimzika watu wachache wanakuwa wamewakilisha wale wengi ambao hawajashiriki kwenye kuzika. Lakini moja ya faradhi nyingine ni kutangaza Uislamu. Wakipatikana kundi la kutangaza Uislamu, basi lile kundi ambalo limechukua nafasi ya kutangaza Uislamu linakuwa limefanya kazi ile kwa niaba ya wengine. Ndio maana ukisoma kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu akataka liwepo kundi miongoni mwenu nyinyi Waislamu ambalo litakuwa linafanya kazi ya kukataza mema, la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kwa hiyo sisi kama wahadhiri wa dini ya Kiislamu, jukumu ambalo tumelibeba kubwa kabisa ni kufikisha ujumbe kwa Waislamu, lakini pia hata kwa wale ambao wasiokuwa Waislamu, ambayo hiyo ndio ilikuwa kazi kubwa ya manabii. Manabii walikuja kuwalingania watu wote, lakini hususan walifanya kazi kubwa ya kuwashawishi wale ambao bado hawajamjua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hawajaijua haki, waweze kuingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi katika maisha yetu yote tumeichagua kazi hiyo ya kuwalingania wasiokuwa Waislamu. Na ukisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, ina aya nyingi sana ambazo ukizisoma moja kwa moja unaziona hazikukusudia Waislamu, zilikusudia wasiokuwa Waislamu. Ukisoma kwenye Qur'ani unaweza ukaenda hata kuangalia katika surati Al-Ikhlas, utaona sura hii yenye uzito mkubwa ambayo imezungumzia tauhidi, inaeleza Mungu ni mmoja. Hakuna mtu msikitini anayesema Mungu ni wawili. Wanaosema Mungu ni zaidi yao ni watu wengine. Lakini pia Mwenyezi Mungu amesema hakuzaa, hakuzaliwa, hafanani. Hakuna mtu msikitini anayesema Mungu anafanana, isipokuwa wanaosema ni wengine. Kwa hiyo hao watu wanaosema hayo ni wajibu wetu sisi kuwafikia na kuwafikishia ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokana na hilo, tumeandaa debate kubwa sana ambayo itakuwa na wahubiri wa Afrika Mashariki na Kati. Wahubiri kutoka nchi za Kongo, kutoka nchini Burundi, kutoka nchini Kenya, kutoka nchini Uganda, ambao wote kwa pamoja watajumuika katika debate hiyo ambayo itafanyika tarehe 17 ya mwezi huu, mwezi Mei 2025 katika ukumbi wa Simba Oil pale Mburahati Kigogo, kuanzia majira ya asubuhi mpaka majira ya saa 9 la asiri. Ni debate ambayo ni ya kimataifa. Kwa mwaka huu itakuwa debate ya namna yake, ambayo hoja zitakazotolewa, miongoni mwa hoja itakayotolewa, je, kuna nabii yoyote aliyewahi kuja na dini nyingine kinyume na Uislamu? Je, kuna nabii yoyote aliyewahi kuja na dini nyingine kinyume na Uislamu? Kwa hiyo hiyo ndio mada ambayo itawasilisha. Japo mada zitakuwa nyingi, lakini miongoni mwa mada kuu itakuwa ni hiyo. Je, kuna nabii yoyote aliyewahi kuja na dini nyingine kinyume na Uislamu? Ndugu zangu katika imani, kutokana na jambo hilo, ni jambo ambalo ni kubwa. Sisi walinganiaji wenu, madai wenu ambao mnatufuatilia katika debate mbalimbali, katika mikoa mbalimbali, tunakwenda kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanaslimu, wanaingia katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi kazi yetu ni kudai, ni kufikisha ujumbe, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hajatukirimia utajiri. Hatuna utajiri. Kwa hiyo kila jambo tunaloliandaa tunategemea wewe muumini ambayo unasikiliza, na wewe uweze kushiriki kwa kusaidia jambo hili, kuchangia, ili mradi inshallah jambo hili liweze kufanikiwa. Jambo hili bado lina wageni ambao kama tulivyosema watatoka nje, ambao watakuja kushiriki katika debate hiyo ambayo itatukutanisha na wachungaji, maaskofu, mapadri na watu wengine mbalimbali. Kwa hiyo kutokana na uzito wa jambo hilo, tunaomba kila muumini anayesikia hivi sasa aweze kusaidia. Siku zimebaki chache, kwa chochote ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwezesha wewe
kukipata au kuwa nacho, basi kile alichokuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala, basi uweze kuchangia kwa namba ambayo tutakwenda kuitaja. Kwa nini tunahitaji mchango wako? Tunahitaji mchango wako kwa ajili ya matangazo, tunahitaji mchango wako kwa ajili ya malazi ya wageni, tunahitaji mchango wako kwa ajili ya chakula, tunahitaji mchango wako kwa ajili ya gharama mbalimbali, viti na vitu vingine. Lakini pia tunahitaji ikiwezekana hata wale wahudhuriaji ambao watakuwa ni wengi, ambao watahitaji angalau hata tuwape maji ya kunywa mle ndani. Kama kuna muumini atajitokeza akasema mimi nabeba jukumu la kuwanunulia maji watu ambao tunataraji watakuwepo karibuni watu 1000 watakuwepo katika ukumbi ule. Kwa hiyo hao wote wanahitaji angalau wapate maji ya kunywa. Jukumu hili analifanya nani? Unatakiwa kulifanya wewe muumini. Sisi jukumu letu ni kufikisha, wewe jukumu lako ni kusaidia. Hivi ni pesa ngapi ambazo wamezitumia katika maisha ya kawaida? Je, huoni kwamba kuna umuhimu wa kuchangia jambo hili la Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo nakusisitiza ndugu yangu uweze kuchangia katika namba hii ambayo nitakwenda kuitaja, ambayo ni 0718 39 86 12 0718 39 86 12 0718 39 86 12. Kwa hiyo changia kile chochote ambacho Allah amekuwezesha, uwe ndani ya Tanzania, uwe Ulaya, uwe Amerika, uwe Uingereza, uwe Arabuni, nchi yoyote ambayo huko, tunahitaji mchango wako kwa ajili ya kazi ya la ilaha illa Allah. Watu wanachangia maasiya, wanachangia mipira, wanachangia magoma. Hebu jaribu na wewe kuchukua dhima ya kuwa mfadhili wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, uweze kuchangia jambo hili ukitaraji ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na jina litakalotoka ni Ibrahimu Bakonzi. Kwa hiyo tunakuomba ndugu yangu, changia mchango wako katika jambo hili muhimu, katika jambo hili kubwa. Lakini kama ambavyo nilivyosema, shughuli yetu itakuwa na wahubiri mbalimbali. Hapa leo tumetangulia sisi wachache kuwawakilisha wengine ambao wako nyuma. Ninaye hapa al-akhi Sheikh Abdulaziz Madenge, ni mhubiri wa miaka mingi sana, miaka mingi. Mimi naanza kuhubiri nikiwa form 1, tayari nimewakuta wao wakiwa katika haya mahubiri. Lakini vile vile tunaye ndugu yetu kutoka Kongo ambaye yeye ni mhubiri mkuu kule nchini Kongo, Sheikh Kisede, ambaye tunaye hapa, amekuwa akifanya kazi kubwa sana ya kutangaza Uislamu katika nchi ya Kongo, ambaye tayari ameshafika katika nchi ya Tanzania kwa ajili ya jambo hili, na wako wengine. Kwa sisi tumewakilisha kwa ajili ya wengine. Kwa na wao pia naomba niwape angalau waseme mawili matatu, ili mradi tuelekee. Wewe kubwa zaidi ni kukuhamasisha wewe uchangie jambo hili liweze kufanikiwa. Unavima jambo hili likishindwa kufanikiwa, na wewe una uwezo, Mwenyezi Mungu atakuuliza kwa nini ulikuwa na uwezo lakini ukaacha kusaidia jambo hili likafanikiwa. Kwa hiyo nakuomba chochote ulichojaliwa na Allah, tusaidie tuhakikishe jambo hili tunalifanikisha. Tarehe 17 debate hiyo inakwenda kufanyika kwa ajili ya kutangaza kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Sheikh Sede, karibu ili na wewe angalau useme mawili matatu. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zetu ambao si Waislamu, tunawatakia amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwao. Kwanza kabisa ninamshukuru Mwenyezi Mungu kuona nimebahatika kupata aliko kama hii, kwa malengo ya kutaka kutangaza Uislamu wetu, kumtangaza kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad, kutangaza kitabu cha Allah ambacho hakuna kitabu kilichokuwa juu ya Qur'ani. Hakuna kitabu kilichokuwa juu ya Qur'ani duniani hapa, hakuna. Qur'ani ndicho kitabu pekee kilichokuwa juu ya vitabu vyote. Kitu kama hicho hakina shaka. Elimu inakubali, iwe elimu ya Taurati imekubali, iwe elimu ya Zaburi inakubali, iwe elimu ya Injili inakubali, iwe elimu ya Qur'ani imekubali. Ni juu yako wewe Muislamu unayetusikia kwa muda huu kuipa nguvu tangazo kama hili. Nashukuru kwa hilo, ila ninachokilenga mimi, nataka umma wa Mtume Muhammad, wakiwemo wa Kristo, wakiwemo Waislamu, kwa amani ya nchi hii ya Tanzania, njooni kwa wingi, tena kwa utashi kabisa, hususan kwa ndugu zetu wasiokuwa Waislamu. Ujumbe ninaowaachia, waje wanajiandaa, kwa sababu katika imani na msimamo tuliokuwa nao sisi Waislamu kutoka kwa bwana wa mitume Mtume Muhammad ni kwamba hakuna nabii tangu Adam
mpaka kufika kwa Isa bin Maryam aliyekuja na dini kinyume na Uislamu. Hakuna. Na kanusha na nasema na kujiamini na najua hilo haliwezekani na hajapatikana duniani ambaye yuko na uwezo wa kuvunja hili au wa kudhihirisha hili kwamba kuna nabii anakuja na dini kinyume na Uislamu. Kwa ushahidi huu duniani hayupo, na insha Allah tutathibitisha hilo. Mada ni mengi ya kuzungumzia, mojawapo ni hii. Ingine vile vile Mtume Muhammad ndiye nabii peke yake aliyekuwa juu ya manabii wote, aliyekuwa juu ya kila nabii, aliyekuwa kiongozi wa kila nabii, aliyekuwa mbora wa Isa bin Maryam, yani mbora wa Yesu, bwana wa Yesu, kiongozi wa Yesu na manabii wote, kwa ushahidi kamili. Nasema hilo kwa kujiamini na imani kwamba hajawahi kutokea ambaye ana uwezo wa kuvunja hili. Njooni kwa wingi, tutathibitisha kinaga ubaga. Na ndio maana shekhe wangu Bakonzi ametamka neno hili kwamba muhadhara huu utakuwa ni muhadhara wa kipekee, kwa sababu inawezekana ikazungumzwa vitu ambavyo hata ndugu zetu wa Kristo hawajawahi kusikia. Ni kukurupuka tu. Muhammadi, Qur'ani, Uislamu ni kutokufahamu elimu ya kitabu cha Biblia. Hakuna, hawafahamu. Qur'ani ndio usisemi. Kwa hiyo tutataka zile hoja zao wanazojua kwamba wanazijua na wanauhakika na zile hoja wanazozijua, kwa mapenzi ya undugu wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu tunawaalika kwa mapenzi na tunawaalika kwa imani na amani ya nchi hii. Karibuni kabisa tuweze kufanya mnakasha kama huo, kama minakasha inavyokuwa inafanyika siku zote, lakini huu utakuwa ni wa kipekee kwa sababu mtashirikiana na wahadhiri wote wa Kikristo. Vile vile tuna ushirika na wahadhiri wote wa Kiislamu. Tutakuwa kwenye ukumbi kama mlivyotangaziwa. Hakuna nabii aliyekuja na dini ya Kikristo, hakuna. Nasema hivi na kanusha, na sidhani kama kuna mtu ambaye atajitokeza katika upande wa ndugu zetu kwamba kuna nabii aliyekuja na Ukristo. Hakuna. Iwe ni Yesu hakuja na Ukristo, iwe ni Musa hakuja na Ukristo, iwe ni Adam hakuja na Ukristo, isipokuwa peke yake dini ya Kiislamu ndio dini iliyokuja na kila nabii tangu Adam mpaka kufika kwa kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad. Na mada hiyo tunaitangaza mbele ya wakati, lakini kuna mada nyingine itatangazwa, itazungumzwa, labda ndugu zetu wakija basi tutaweza kuizungumza. Kwa hiyo tunakuomba wewe msikilizaji wetu, akiwa ni Muislamu, akiwa ni Mkristo, changia katika jambo hilo kutokana na kile utakachokiweza. Changia kabisa, kwa sababu wenyewe hatutoweza. Al-Muslim akhul muslim kalbunyani yashuddu ba'dahum ba'da. Muislamu kwa ndugu Muislamu ni mfano wa jengo lenye kushikamana lao kwa lao. Kushikamana kwa jengo bimaana kuna vitu vingi vimekusanyika, vimeungana pamoja mpaka ikasimamisha jengo. Tafari ipo, simenti ipo, fundi yupo, kadha wa kadha vipo, inakuja kusababisha jengo linasimama. Na ndio muungano huu. Hatuwezi ni mpaka tuungwe mkono na kila yule na yule. Kama huna pesa utatoa kile ulichokuwa nacho, kama pesa unayo utatoa pesa, kama hiki unacho changia. Kwa malengo gani? Ya kuutangaza Uislamu wetu. Mtume anasema man la yahtama bi amri almuslimina falaysa minhu, asiyeshughulikia yale niliyokuja nayo mimi Muhammad, huyo haiko miongoni mwa watu wangu. Kwa hiyo tujitahidi tuwe miongoni mwa watu wa Mtume Muhammad kwa kuchangia kitu kama hicho, tukamtangaze mtume. Hauna thawabu, hauna kheri, hauna baraka kama ya mtu kujitoa kinagaubaga kumtangaza Bwana Mtume Muhammad, kutangaza Qur'an, kwa sababu ndicho kitabu ambacho kinatakiwa tukipitie kwa kutarajia uokovu baada ya kufa kwetu. Tarehe 17 mwezi huu wa 5 ndiyo mnakasha utaanza. Karibuni kabisa, na sirudi Kongo kamwe mpaka jambo hili tunalifikisha. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linatadiya laula an adana Allah wa ba'd. Watukufu Islam, kwanza kabisa ninamshukuru Allah pamoja na kumtakia rahma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nadhani mengi yameelezwa na ndugu yangu Ustadhi Bakons, lakini mengi yameelezwa na mgeni wetu kutoka DRC Congo ambaye ni mmoja katika wahadhiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda siku hiyo tukio atakuwepo yeye pamoja na wengine. Mimi nitasema mawili tu kwa haraka haraka, na hii ni kwa sababu ya kuchunga muda.
Jambo la kwanza, imetangazwa tarehe. Waislamu tuhudhurie kwa wingi sana. Lengo ni ya madhumuni kuitangaza dini yetu, kumtangaza Allah subhanahu wa ta'ala, kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili jambo sio jambo la hiari, isipokuwa ni jambo la lazima, jambo la lazima. Allah anasema ndani ya Qur'ani kuthibitisha hilo. Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, akimwambia Mtume qul, sema, na Mtume akasema hadhihi sabil ad'u ila Allah ala basira ana wa man tabani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin. Sadaqallahu alazim. Hapa imekuja Mtume anasema mimi nafanya hivi kutangaza dini, kuwalingania watu na wanaonifuata. Wanaomfuata Mtume ni akina nani? Wewe Muislamu nitazama. Wanaomfuata Mtume anawa anta, mimi na wewe. Kwa hivyo una haki wewe kutangaza dini, una dhima wewe ya kutangaza dini, na kama utadharau maana yake umejivesha dhima mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakuja kuulizwa. Ndio maana sisi wenzenu kwa niaba ya wengine mashehe wahadhiri ambao watakuwepo siku hiyo, tuko hapa saa hii mbele ya televisheni zetu hizi, televisheni ambazo za Kiislamu zinafanya kazi kubwa na zenyewe kutangaza Uislamu. Tunatumia fursa hii kutoa tamko kwa ulimwengu wote, Waislamu wote, Tanzania na nje ya Tanzania. Hebu tuonyeshe umoja na mshikamano katika hili. Allah atangazwe, Mtume atangazwe, na Uislamu utangazwe. Faida zake mbili: kwanza, utapata thawabu, utakwenda janna wewe. Lakini faida ya mwisho maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wadahu maradhakum bisadaqa, tibuni maradhi yenu Waislamu, tibuni shida zenu Waislamu kwa kutoa. Maana yake ukitoa fedha sawa, ukaja ukatoa maji kama alivyosema ndugu yangu siku hiyo sawa, na kama uko mbali na hapa namba imetajwa, wala usione tabu. Sisi mnatufahamu vizuri, tunafahamika, tumefanya kazi toka miaka 80 mpaka leo. Wazee wetu wengine wamekufa, lakini wengine wako hai kila mazingira wengine. Allah akijalia siku hiyo tutakuwa nao, na Mungu akijalia siku hiyo Uislamu utatangazwa, Mtume atatangazwa, alikadhalika Allah atakuwa ni mwenye kutangazwa katika uwanja huo. Tufike kwa wingi Waislamu na tuchangie kwa namna moja ama nyingine. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Waislamu tuonyeshe mshikamano kwa sababu ya kuinua dini yetu. Tusilale wenzetu huko wasiokuwa Waislamu wanatangaza imani zao, wanatangaza dini zao, watu wanaelewa. Vitoto vinavyozaliwa leo vinaona athari ya kuhubiri kwa mahubiri ya wenzetu, na sisi wapate kuona athari kupitia mitandao, wapate kuona athari kupitia katika kumbi kama hizo, wapate kuona athari katika debate mbalimbali. Debate hii watukufu wa Islam, kwa kumalizia, ni debate ya kwanza baada ya kuanza mwaka huu, lakini tunakusudia Allah kijalia kutembea nchi nzima kuwafikishia ujumbe wasiokuwa Waislamu kwamba Uislamu upo katika Bible, wenyewe hawajui na hata Waislamu wengine hawajui. Tatoa maandiko mawili kwa kumalizia, kwa sababu muda ni mchache, na hii tunataka watu wapate kuona kwa ufupi ili wapate kuelewa. Kwenye Biblia, kwa wale ambao ni Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, wakatazame dalili za Uislamu katika Biblia. Moja wapo ni hii. Ukisoma 16:14 Kumbukumbu la Taurati, hapa imetajwa sikukuu ya Eid. Swali, sikukuu ya Eid ya watu gani? Enzi ya Nabii Musa Eid ipo, maana yake watu walishereka. Kama hii haitoshi, 5:17 Nehemia, watu wanafanya baraza la Eid. Baraza la Eid wanashereka watu gani? Maana yake ni Waislamu. Kama hii haitoshi, ukisoma Walawi 16:4 Biblia inataja kanzu, tena inasema ni vazi takatifu, sio suti wala sio vazi lingine dela wala sio habaya. Watu wanatakiwa wavae kanzu, ndio vazi takatifu. Biblia imesifia hilo. Inatakiwa tuwaambie watu mavazi ya kuvaa. Waislamu wanaume na wasiokuwa Waislamu wanaume wavae mavazi gani kwa mujibu wa Bible? Waislamu wanawake na wasiokuwa Waislamu wanawake wavae mavazi gani? Baada ya kusema hayo, ujumbe huu utafika siku ya tarehe 17 mwezi wa 5, kwa maana mwezi huu, katika ukumbi uliotajwa Simba Oili, ukumbi ambao unaingia watu karibu 1000. Taratibu zote nyingine tumeshafanya, iliyobaki ni utekelezaji. Bado wiki mbili. Waislamu mtunge mkono duniani kote na hapa nchini. Mimi ndugu yenu katika imani, Sheikh Abdulaziz bin Ali Madenge au Abdulaziz Madenge, wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini pia ndio katibu mwenezi wa Al-Maddi au Al-Markaz Al-Islamiyati, taasisi ya miadhara na mawaidha Tanzania nzima. Mtunge mkono katika hilo, wabillahi tawfik. Hii ni Mtoro TV.